Wewe vipi? Sasa kama wewe waiamini Qur'ani na mimi naiamini, na maana imani yangu mimi na wewe ni moja. Haya, kataa. Mimi ni shehe. Kataa. Maana hao wote wampiga takbir, Allahu Akbar, na maana mimi naamini Qur'ani Yesu kafa msalabani. Na wao wanaamini Qur'ani Yesu kafa msalabani. Takbiri ya nguvu ikapigwa. Yesu mwana wa Mungu ndani ya Qur'ani. Tuwathibitishie ndio. Takbir, Allahu Akbar. Sasa mada zote za kazi gani tumekuwa tukidiscuss? Nimeongea na Mwaipopo anakuja sasa hivi. Unajua kuna tatizo lako moja. Sawa. Wewe hujiamini. Na kawaida mwanaume anapokutana mwanaume mwenzie huwa anajiamini. Sasa nishakuona wewe una wasiwasi. Na wasiwasi wako ni mmoja tu. Wewe unawaogopa sana Waislamu. Basi na Mwenyezi Mungu anasema ama kafiri wanakuogopeni kuliko anavyoniogopa mimi. Waislamu mnasemaje? Kwa sababu Allah anatisha, anakujua. Huo kwani ukisimama hapa ukitoa aya mimi nikithibitisha kuna ubaya gani? Mpaka unadai vitabu. Vitabu havijaja. Msingi tulioanza, unajua Mazinge? Naam. Msingi tulioanza nao. Naam. Ni vyema tumalize na msingi wa haki. Naam. Ili kusudi tunapotoka hapa tumsaidie Muislamu, tumsaidie Mkristo ambaye anatafuta haki. Ili kusudi ni vitabu vitasema, nisiwe mimi nasema na akili zangu kwa kuwa aya ninazo kichwani. Ndio maana sitaki kuzitoa. Kwa sababu mimi niseme kitu kulingana na akili zangu sitaki. Kwa kuwa aya nazijua kichwani, lakini ili kusudi tumeanza vizuri mihadhara na ili tumalize vizuri mihadhara, weka vitabu. Toa hizo Biblia ulizokuja nazo. Kule nyuma kuna Biblia, toa hizo Biblia. Sasa Biblia ulipoa pale ya Kikamba mkaikataa. Sasa mimi Biblia wanaambia nitoe Biblia. Kila siku vitabu mko navyo. Mimi nimetoka TZ. Sasa wewe usiogope, weka hiyo ya Kikamba. Mwaipopo fanya hivi. Mimi siogope. Mwaipopo Mazinge. Nataka hiyo ya Kikamba. Mazinge fanya hivi. Weka hoja juu ya meza. Ni hoja gani tunataka tuiangalie masaa haya tukimngoja Mwaipopo, kama ni dakika 10, kama ni dakika 20, alafu tuenda. Unajua tunaenda mahali kitaalamu. Lakini unapokwenda wewe hapa mzee ungonga mwamba, utazunguka mbuyu pa na utaingia mwenyewe. Haya, tunaomba maswali kutoka kwenu. Tunaanza, akija Mwaipopo tunasimamisha. Tunaomba maswali. Sasa maswali na hakuna vitabu. Wewe panda toa nasaha, toa hutuba hapo, ukimaliza Mwaipopo afike tuulizane. Hutuba ya Waislamu nishamaliza nao toka jana. Si ulinisikia hutuba niliyoitoa hapa? Na kaafiki nikawaambia hivi, Waislamu wa Mombasa, Mwenyezi Mungu amekuotoeni katika mji wa Mombasa Waislamu, akakuwekeni kando kando ya bahari, Mungu akiwa na maana yake. Hotuba ya jana nikawaambia msiendelee kula miraa, kwa sababu mkila miraa mnajenga makanisa Meru. Si nimewaambia jana hapa? Nimeshamaliza. Na nikawaambia vile vile taarabu, msitoe hela kwenye taarabu, kwa sababu Mungu hajasema inapopigwa taarabu msikilize, kasema inaposoma Qur'ani sikiliza. Kwa hiyo unapotoa pesa kwenye taarabu utakwenda kuulizwa. Jamani, hutuba jana nimetoa sikutoa? Wote hao wamesikiliza. Tunataka maswali. Leo ujanja hapa njia. Sasa nataka unisaidie Mazinge. Mimi nakuuliza swali. Naam. Umesema kwamba uliambia jana Waislamu miraa haramu. Naam. Sasa naomba unisaidie kwa sababu hiyo aya sijaiona ndani ya Qur'an. Naam. Inaosema miraa ni haramu, Naam. Waislamu wasile miraa. Naam. Sasa unisaidie, at least na mimi nikiipata nitaambia wale Waislamu ambao nakutana nao ambao wanakula miraa ya kwamba miraa haramu. Naam. Na hii ikapewa na Sheikh Mazinge. Naam. Hiyo ndio swali langu. Sasa sikilizeni Waislamu, mimi la sina haja kuinuka pale. Hata ukisoma kwenye Biblia na kwenye Qur'ani, Mungu hajatuambia tuvae shati. Lakini tumechukua tumevaa. Kwa hiyo sio kila unachokitaka cha halali au cha haramu ukikuta katika vitabu. Kitu chochote ukikiona kinaleta madhara kwenye jamii basi ni haramu. Ndio maana yake. Miraa umesema ni haramu. Ukawaambia Waislamu jana, tulia.
Wewe ndio usubiri, manake nafasi ninayo mimi. Uliwaambia jana Waislamu wote miraa haramu. Miraa haramu. Toa andiko ndani ya Qur'ani. Hebu zima ile mic. Kama huna ama hadithi, wapi miraa haramu? Mbona mawazo ya Waislamu wasile miraa? Ipeleke hiyo mic chini. Inshallah. Zima hiyo mic. Unajua usitake kuwarejesha Waislamu kwenye kitu ambacho hakina faida kwao. Umeelewa? Usitake kuwarudisha watu. Sisi tulishawaambia wachuuzi wa miraa si Waarabu wala kina nani. Waneuza miraa wote wanatoka bara na wote ni Wameru na wote makafiri. Hiyo ni hoja nzito, wewe uweze kuiondoa. Huondoi hata siku moja. Usitake kurudisha mada hapa. Kama una maswali, kama kuna mwingine huko mpe. Usitake kuwaeleza Waislamu waone halali, wapeleke pesa kwenye njia ya kibaradhuli wakajenge makanisa Meru. Mpango huo hapa hamna. Wale waliosikia jana wengine wamesema awali. Usiwarejeze hapa. Kama swali la kuuliza sema una swali. Tumesema miraa haifai kula. Sasa usilazimishe. Ni andiko gani? Kwenye Qur'ani andiko gani? Kwenye Biblia. Kwenye Biblia. Haya, wacha Qur'ani. Kwenye Biblia andiko gani? Kwenye Qur'ani andiko gani? Ili mimi Mkristo nijue miraa haramu, ili Muislamu ajue miraa haramu. Wewe ndio umekuja na hiyo mada ya miraa. Kwani mimi ndio nimeileta bwana? Wewe ndio umesema miraa haramu. Umesema jana ninapeana hotuba miraa haramu. Nikasema sawa basi toa andiko. Wewe ndio unkuja nayo. Hivi wanaona mimi wanifanya mimi mbaya kwa Waislamu, wanene mimi ni mbaya, hali wewe ndio ulisema jana. Umemaliza Ukitaka niendelee naendelea. Sikilizeni sasa mimi ninavyomjibu kitaalamu. Sikilizeni. Kwanza neno miraa huwezi kulipata kwenye Qur'ani wala huwezi kulipata kwenye Biblia. Sasa wewe ili ionekane halali, lete andiko kwenye Biblia. Mungu anasema kuleni miraa. Mimi nasema hivi. Jana, yani wewe swali langu hujajibu. Jana wewe ndio ulikusema hapa. Ukatoa nasaha, ukaongea, Waislamu haramu, takbir, Allahu akbar, haramu. Sasa mimi ukaniambia sasa hivi ya kwamba mimi bwana jana nilisema, nikamwambia Waislamu miraa haramu. Nikasema sawa, ulisema wewe kauli yako. Andiko gani ili Waislamu wote walioko hapa wakuone una haki? Umemaliza. Qur'ani 37:12 47:12 inasema makafiri wanakula kama wanavyokula wanyama. Kwa hiyo yoyote anayekula kitu ambacho wanakula wanyama, yeye ni kafiri. Kwa hiyo wanyama wanakula manyasi. Kwa hiyo nimewatoa hawa kwenye ukafiri. Sasa Qur'ani huna. Ngoja inakuja. Qur'ani yenyewe huna. Ngoja inakuja. Makafiri wanasema Qur'ani yenyewe haisemi hivyo. Haya ngoja. Wewe vipi? Na ikija iseme makafiri wanakula kama wanavyokula wanyama. Maipopo ati wazige. Ngoja unasema Mwenyezi Mungu kaumba wanadamu Ngoja kwanza. Tuchukue ahadi. Chukua ahadi kwa Wakristo hapo. Ikija Qur'ani ikisomwa leo usilimu hapa, sema unachukua ahadi uchukui. Qur'ani ngapi? Qur'ani aya gani? Sura gani? Sura, sema sura gani? Soma sura gani? Sura gani? 47:12. Tunaomba hiyo Qur'ani ulioficha huko. 47:12. Sura gani? Weye. Nasema hivi, toa hiyo Qur'ani ulioficha. Unajua Mazinge, tusisome ikakuaibisha. Tusisome ikakudhalilisha. Tusisome ikakudhalilisha. Kwa sababu tutaisoma itakudhalilisha wewe. Toa hiyo Qur'ani hapo. Itoe. Itoe. Waislamu takbir. Si unaona wale mwanzo alisema hawana vitabu Haya, ipeleke hapa kwenye meza. Hii si ya kwenda kwenye meza. Leta Qur'ani yako ya mezani. Hii Qur'ani yetu. Shabani, kachukue ile Qur'ani usome hiyo aya. Hii Qur'ani yetu. Aya mpe ule
hiyo Shabani. Soma hapa. Kama mimi naangalia, soma iseme hivyo. Soma hapa. Soma hapa. Soma hapa. Hii hapa soma. Haya. Soma. Leta masharti nasema. Suratul Muhammad. Aya 12. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Kwa hakika Mwenyezi Mungu atawaingiza walioamini. Naam. Na wakafanya mema. Anzia 10. 10 nasema. Naam. Je, naam, hawakutembea katika ardhi? Naam. Wakaona umekuwaje mwisho wa wale waliotangulia? Mwenyezi Mungu aliwaangamiza. Na kwa makafiri na kwa makafiri hawa itakuwa adhabu kama hiyo. Naam. Hayo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa walioamini. Naam. Anawapenda. Sawa. Lakini makafiri hawana mlinzi wao. Naam. Kwa hakika Mwenyezi Mungu atawaingiza walioamini na wakafanya mema. Naam. Atawaingiza katika mabustani yapitayo mito mbele yake. Sawa. Lakini waliokufuru naam, hujifurahisha hapa duniani. Naam. Na hula kama walavyo wanyama. Takbir! Na moto ndio makazi yao. Basi Waislamu kunja ngumi, kohoa kidogo. Takbir! Haya, njoo utoe shahada. Nimesema hivi. Unasema nini? Iseme miraa ni haramu. Sikiza. Wanaadamu wanakula asubuhi, wanaadamu wanakula mchana, wanaadamu wanakula jioni. Sawa. Wanyama wanakula asubuhi, wanyama wanakula mchana, wanyama wanakula jioni, wanaenda wanalala. Sawa. Sasa unaposema aya inaposema makafiri hula kama vile walavyo wanyama, sawa, makafiri hawa hula kama vile walavyo wanyama, haijasema miraa ni haramu. Kwa kuwa andiko gani miraa haramu? Kwa sababu miraa hawali kama walavyo wanyama asubuhi, mchana na jioni. Miraa yaliwa jioni, tena jamaa amekaa bichi achonge miraa toke ende zake. Hebu sikiliza ndugu yangu. Andiko gani miraa haramu ndani ya Qur'ani? Hapo usitoe kimasomaso. Na unapoongea na watu waliokwenda shule uwe unasikiliza. Hivi kati ya majani na chai mnyama anakula kipi? Kati ya chai na majani mnyama anakula kipi? Utake kujibu? Mwanadamu na mnyama. Kati ya chai, unaijua chai? Unaijua? Chai najua. Chai ni mti unaitwa mti wa chai. Ni chai ambao toka majani. Sawa. Na mnyama. Na majani mabichi. Sawa. Chai imetokana kwa majani. Sawa. Sasa na mnyama yuala majani. Very good. Sasa shida yako iko wapi? Uchukue chai. Wewe wala majani na mnyama yuala majani. Sikiliza ninavyokuuliza. Uchukue majani ambayo ni chai, alafu uchukue majani ambayo ni mabichi, mnyama atakula kipi? Ndio na swali nakuuliza. Mnyama atakula kipi? Mnyama hawezi kunywa chai. Atakula nini? Atakula majani. Takbir! Sasa kwa hivyo mwanadamu nasema hivi. Tumeshamaliza. Nasema hivi. Bado haijaisha. Wewe vitabu viko wapi? Weka vitabu juu ya meza tukufundishe. Majani kapewa wanadamu wale na Mwenyezi Mungu. Wanyama kapewa majani wale na Mwenyezi Mungu. Wewe vipi? Wapi andiko miraa haramu? Manake Mungu kaamrisha wanadamu wote wale majani. Katika Mwanzo 1:30. Mwanzo 1:29-30. Mungu anaamrisha wanadamu wale majani, na kila mti na mche utoao maboga ni chakula chenu, wanyama chakula chao. Vipi takibiri ya kazi gani?
Aya, tumemaliza. Toa andiko. Miraa haramu ndani ya Qur'ani. Biblia inasema mwanadamu ameamrisha wanadamu wale majani, Mwenyezi Mungu ameamrisha wanadamu wale majani, wanyama wale majani. Andiko tunalo. Nyinyi Waislamu mmewaamrisha jana kwamba miraa haramu. Andiko gani? Waislamu, nataka nikuulizeni. Wanayesema kwamba kuanzia leo hawali miraa, mkono juu. Haya, tuteremshe. Wanayomtii yule bwana kuanzia leo wataendelea kwa kuwa anawatetea, mkono juu. Ndio hawali tena. Takbir. Wajua andiko gani ndani ya Qur'ani miraa haramu? Hamna. Sema tu hakuna. Mwenyezi Mungu kaamrisha wanadamu wale majani. Wapi andiko miraa haramu? Takbir. Alafu watu wenyewe wasomi vitabu waje kushabiki. Allahu Akbar. Andiko gani? Waislamu mpango, hebu tulieni. Waislamu msipige makofi. Haya, pasta, ulikuwa unapendeza kweli wewe. Haya, inshallah peleka kule vitabu. Alafu wewe kumbe ulikuwa unapendeza. Kilichokuleta huku nini? Wallahi, ulikuwa unapendeza mtoto. Hebu mniache kwanza. Hapa tunaenda sisi, hatuna wasiwasi. Time bado hivi. Tunaenda. Alafu nataka nikwambieni kitu kimoja. Kitu ambacho kila mtu nafikiri kitakuwa moyoni mwake. Siku ya kiyama, ukijikuta Muislamu umezaliwa Mombasa katika damu ya Uislamu, alafu ukaenda peponi, motoni, basi usimlaumu Allah, usimlaumu mtume, wala usilaumu Qur'ani. Unajilaumu nini? Haya pasta, nusu saa. Pasta, tumsikilize. Kwa sababu yule bwana anasema tulikuwa tunamsubiri huyo, tumuulize sijui nini. Wallahi leo umependeza rafiki yangu. Afu hiki kiatu nilikuwa sijakiona. Ulikificha wapi hicho? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao hawajapata neema ya kuwa wao ni Waislamu, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia mimi kuwa Muislamu. Na rehema na amani zimwendee nabii wa umma huu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake na wale wote watakaofuata sunna za Muhammad mpaka siku ya kiyama. Waislamu, napenda kuzungumza historia yangu kwa ufupi. Nimevaa nguo hizi si kwamba nazipenda au ni nguo za kichamungu, hapana. Hizi nguo sio za uchamungu na si nguo nzuri na sina mapenzi na uniform hizi. Lakini kutokana na mazingira yalivyo imenilazimu kuvaa nguo hizi, na nitakuwa tayari kuulizwa maswali ya aina yoyote na wale ambao wa Kristo wenye mashaka na haya nitakayoyasema. Na historia yangu nitaitoa kwa ufupi, na Wakristo waniazime masikio na Waislamu waniazime masikio. Na kusema hivi sifanyi kwamba kuwahofisha Wakristo, isipokuwa nazungumza ile haki, na Mwenyezi Mungu ataendelea kuwa shahidi juu yangu kwa haya. Waislamu, mimi nimezaliwa katika Ukristo, nimesoma katika Ukristo, na nikapata bahati ya kwenda chuo cha Biblia kilichopo Kigoma, Tanzania, magharibi mwa Tanzania. Chuo hiki nilikwenda kupata elimu ya theology, philosophy na psychology kwa muda wa miaka 3 Tanzania. Mji huu wa Kigoma
uko mpakani mwa Tanzania, Burundi na nchi ya Kongo. Baada ya kuhitimu elimu yangu pale, nilikuwa chini ya dhehebu moja la Kikristo linaitwa Pentecost Swedish, na nilikuwa chini ya shirika moja la Kikristo linajiita International Gospel Outreach, makao makuu yake America, branch iko Dar es Salaam, Tanzania. Baada ya kuhitimu masomo yangu, nilichukuliwa moja kwa moja na shirika hili mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kuanza kazi yangu ya utumishi wa Mungu. Wakati ule tukisema mtumishi wa Mungu, lakini si mtumishi wa Mungu. Kwa bahati nzuri nimekaa Dar es Salaam kwa muda wa miaka miwili nikiwa chini ya askofu mmoja anaitwa Obedi Minani. Mimi nilikuwa ni mchungaji, askofu wangu ni Obedi Minani. Tunaposema mchungaji ni Kiswahili, tukisema pastors ni Kiingereza, ni yule yule. Tukisema bishop ni askofu. Kwa hiyo ni lugha moja tu na ni lengo ni lile lile, na mtu na wadhifa ni ule ule. Kwa bahati nzuri, baada ya kukaa Dar es Salaam kwa muda wa miaka miwili, nilichukuliwa na shirika la Kikristo International Gospel Outreach likanipeleka Zanzibar kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya kuitangaza Injili. Zanzibar ninapoitaja, tulikuta 99% ni Waislamu, na wakazi wa pale wote walikuwa ni Waislamu na Uislamu upo. Tulikaa tukiwa mimi na wainjilisti wengine wa misional na maskofu, tukipanga mikakati namna gani ya kuweza kusimamisha Ukristo maeneo yaliyokuwa na Waislamu wengi. Askofu Dickson Kaganga akisaidiana na Askofu Obedi Minani walitushauri sana sisi wachungaji tuweze kufanya kazi ya kuhubiri Injili kwa nguvu zote katika kisiwa cha Zanzibar, mji wa Unguja. Na baadaye nilipelekwa Pemba, mji mmoja unaitwa Wete, nikaenda Chake Chake, nikaenda Mkoani. Hii ni miji mitatu iliyoko Pemba. Nikatolewa kule nikaletwa moja kwa moja Unguja mjini, ina maana ndio Zanzibar yenyewe. Nimekaa Unguja mjini, nikapelekwa shamba sehemu moja inaitwa Chuini, nikaenda Machui. Huku kote tulikuwa tukijaribu kuhubiri Injili ili Waislamu waweze kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa bahati nzuri, tulipokuwa Zanzibar, tulikaa tukatafakari namna gani ya kuweza kuwafanya Waislamu waingie katika imani ya Kikristo. Jambo la kwanza, tulikubaliana tuweze kujenga nursery school ili tuweze kuwachukua watoto wa Kiislamu na kuwapa itikadi ya Kikristo. Kwa bahati nzuri, tulijenga nursery school pale Chuini. Wazanzibari ambao ni Waislamu walituzia viwanja, na tulipojenga shule tukajenga na kanisa. Wazanzibari waliona jambo la ajabu sana kujengwa kanisa Zanzibar ni sawa na Msomali kuona kanisa linajengwa Mogadishu. Walituuliza kwamba nyinyi mliomba maeneo kwa ajili ya kujenga shule, vipi mnajenga kanisa? Tukawaambia Tanzania ni nchi ina uhuru wa kila mmoja kuabudu dini yake. Sisi ni Wakristo, nyinyi Waislamu. Kwa sisi kama Wakristo tutaendelea kuabudu katika imani yetu. Lakini hapo hapo tumeshapanga utaratibu mzuri kwamba watoto wote wa Kiislamu watakaoingia kwenye nursery school zetu, tunapoanza kuwapa elimu ya secular, lazima tuwatengenezee mazingira. Wanapoingia wataingia kwa maombi ya Kikristo, watakapotoka watatoka kwa maombi ya Kikristo. Hii yote ni kutaka kwa confuse wasiwe na kufikiri wala na kufikiria kwamba hakika Uislamu tuna uwezo kuutumikia kwa elimu hii. Tumejenga nursery school, watoto wa Kiislamu waliletwa kwa wingi sana. Alafu tukafanya utaratibu wa kuangalia pale shuleni kwetu kuna watoto wa Kiislamu wangapi. Tukakuta 99% ni watoto wa Kiislamu, au 100% ni watoto wa Kiislamu. Na kila mtoto wa Kiislamu tuliweka utaratibu atatoa ada yake ya school kwa pesa halali ya Kitanzania shilingi 10,000. Kwa hiyo tukajikuta kwa pale Tanzania visiwani tuna nursery school karibuni 3. Tukiangalia Tanga maeneo yote ya Kiislamu tukajikuta tuna skuli nyingi za Kikristo. Kwa maana nzima tulikuwa tunasema Muislamu aichangie Injili kwenda mbele au ausukume Ukristo kwenda mbele kwa pesa yake. Kwa nini? Tulikuwa tukifanya ile pesa unaoitoa wewe kumsomesha mwanao, tunaifungulia akaunti kwa muda wa mwaka mzima, tunajikuta kanisa linaingiza karibuni milioni 100 au milioni 200. Ile pesa umeichangia wewe Muislamu. Baada ya hapo inapelekwa makao makuu ya Ukristo, inakwenda kufanya mikakati namna gani ya kuweza kuangamiza Uislamu na Waislamu.
Tumefanya kazi ya namna hii, lakini baadaye tukaambiwa angalieni watoto hawa wanakamata barabara mafundisho ya Kikristo. Tukaja kuangalia watoto wa Kiislamu tukakuta hawakamati barabara mafundisho ya Kikristo. Na baadaye tukafanya utaratibu, tukaambiwa badilisheni mfumo tena kwa mara ya pili. Tukabadilisha mfumo wa pili tuliobadilisha, tukawatangazia wazazi wote wa Kiislamu, watoto wote wanaosoma kwenye skuli zetu wataingia saa 2 asubuhi, watatoka saa 7 wakapate lunch, na baadaye watarudi tena saa 9, hawatotoka mpaka saa 12 jioni au saa 1 jioni. Tulikuwa tukiita tuition. Kila mtoto lazima apate elimu ya tuition, ni amri sio ombi. Ule muda tukajaribu kuufunga ili wale watoto wakitoka wasipate muda wa kwenda madrasa kuisoma Qur'ani na kumsoma mtume wao, ili tuweze kuwapa elimu ya secular peke yake, then baada ya miaka 15 watakuwa hawana hoja juu ya Uislamu wao. Tukafanya kazi hiyo vizuri sana, na Wazanzibari ambao ni Waislamu walijaribu kutupa nguvu sana pale Zanzibar, na kwa bahati nzuri tuliweza kufanikiwa kwa njia hiyo. Tulipokea watoto wengi sana wa Kiislamu, na baadaye ikafikia wakati watukufu wa Kiislamu ndani ya skuli yetu ya Kikristo tunajaribu kwa confuse wale watoto ili kuangalia namna gani wameshika elimu ya Kikristo, namna gani wamekamata mafundisho ya kanisa, namna gani ambavyo imani zao zimeshuka juu ya mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi nakumbuka tuliweza kutengeneza mikakati ifuatayo. Inapofika saa 7 watoto wadogo tunawatoa waende majumbani kwa ajili ya kupata lunch. Tulikuwa tukiwaambia fumbeni macho tuombe. Watoto wadogo hawajui kitu, wanafumba macho, tunaomba. Then baada ya kuomba tunawaambia fumbueni macho. Wakifumbua macho, wakianza kutoka kwenda majumbani, tunawagawia pipi au biskuti. Tunawaambia biskuti hizi ameleta Yesu Kristo mwana wa Mungu. Muhammad ya kuleta chochote, sio mtume, ni Mwarabu tu alikulupuka jangwani akajifanya nini mtume wa Mwenyezi Mungu. Tumekwenda na mbinu za namna ya tukufu wa Kiislamu, ikafikia wakati tulishindwa kuweza kudhibiti nafsi za watoto wadogo. Tukaanza kutoa misaada kwa wazee wa Kiislamu pale Zanzibar. Misaada tulikuwa tukitoa kama kutoa matibabu bure na kutoa huduma wakati mwingine za kugawa misaada ya nguo bure na kwa wazee wa Kiislamu. Lakini tunapomgawia chakula baada ya wiki 2 au 3 tulikuwa tukimrudia na tunamhubiri tena kwamba Yesu ni Bwana na yeye ndiye anayeweza yote, kwa hiyo ukiri Yesu kuwa ni mwokozi wa maisha yako. Tumeweza kufanya namna hii kwa muda mrefu, lakini nakumbuka tulimsikia mzee mmoja wa Kizanzibari anajisifia kwa Wazanzibari wenzake, anasema alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu amekuja kwetu hapa makafiri wanagawa misaada sana. Anatuita makafiri lakini msaada wetu alikuwa anachukua. Kauli hiyo ilituuma na tulijisikia unyonge sana kwa kuitwa makafiri, lakini tukasema kwa sababu lengo letu ujumbe wa Kristo ufike, tukaendelea kufanya harakati za kutaka kuwabatiza Wazanzibari. Tumefanya kazi hiyo. Hatima yake nakumbuka tuliwahi kumgawia mama mmoja. Mama huyu alikuwa ni Mzanzibari. Mama huyu alikuwa amefiliwa mumewe, ana watoto 3 mayatima. Nakumbuka tulimgawia shilingi 50,000, tukampatia na neti ya mbu, tukamwambia hii tumekupa, nenda zako mama kwa ajili ya huduma ya wanao. Na wale watoto 3 tulikuwa tukiwapa msaada kwa ajili ya kuwasomesha school. Kwa bahati nzuri yule mama tulimfuata mara ya kwanza tukamhubiri ili akiri Yesu kuwa ni mwokozi wake. Yule mama alikataa. Tukaenda kwa mara ya pili tukamhubiri, yule mama akakataa. Kwa siku ya 3 nakumbuka tulikwenda na misionari wetu anaitwa Henry Jonathan, yeye alikuwa ni Msweden. Tukamwambia mama, leo tumekuja na mtumishi wa Mungu mpya, tunaomba ukiri kuwa Bwana Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Yule mama alitoka nje akasema, mimi katika familia yetu yote hakuna Mkristo hata mmoja. Tukamwambia tatizo sio kwamba familia iwe wa Kristo, tunataka wewe umkiri Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Yule mama akaleta kusita. Yule misionari aliingiza mfukoni akampa dola 100 ambao ni sawa na shilingi 1,130,000 ya Kitanzania. Yule mama akaipokea ile pesa. Tukamwambia mama, unasemaje? Yule mama alikiri. Tulimuongoza, tulikuwa tukisema kwa sala ya toba, akapiga magoti. Tulikuwa tukisema tukamkabidhi mbele za Bwana, tukamuombea sala ya toba, na baada ya pale mama alikiri kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yake. Na baada ya kukiri, misionari akamwambia, madamu umekiri kuwa Yesu ni mwokozi wa maisha yako, tunachoomba sasa mama uingie ndani utukabidhi vitabu vyote vya Kiislamu. Yule mama alitukabidhi vitabu vyote vya Kiislamu, tukavichoma moto mbele yake.
Kitendo hicho kilileta uchungu sana kwa Wazanzibari. Wazanzibari wakasema sisi ni makafiri, sasa tuwawe kule Zanzibar. Kwa bahati nzuri tuliishi maisha ya dhiki sana kule Zanzibar, kwa sababu tulikosa mfungamano tena na baadhi ya Wazanzibari, lakini watoto wao waliendelea kuletwa kwenye shule yetu kwa sababu ilikuwa ni shule bora, sio bora shule. Ilikuwa ina walimu wazuri wanaofundisha lugha nzuri ya Kiingereza na kutoa masomo mazuri kama masomo ya Kiswahili na masomo ya hisabati na masomo mengineyo. Kwa bahati nzuri, nini ilituyakinisha kwamba Uislamu ni dini? Japokuwa toka nimesilimu nimekuta kwamba Waislamu wao wenyewe ndio wanatoa mchango mkubwa kudhoofisha Uislamu na kudhoofisha mtume wetu Muhammad. Laiti kama Waislamu wangekuwa kweli na wakasimama imara, basi hakuna kafiri ambaye angesimama kudhoofisha Uislamu wala kuchezea Uislamu. Na ni jambo ambalo lilinishangaza sana baada ya kusilimu kuona kwamba Waislamu wao ndio wamekuwa wa kwanza kubomoa Uislamu na misingi ya Uislamu. Na msingi wa kwanza ambao nimeubaini kwa sisi Waislamu, si wa kweli tuna ndimi mbili. Na hasa kwa viongozi wakubwa wa Kiislamu wana ndimi mbili. Nimeona Tanzania, nimeona Uganda, nimeona Kenya. Nimekuta kwamba wale maamuma wote wana kiu na Uislamu, wako tayari kutoa mali zao na nafsi zao. Lakini wale walioko mbele wanasema sisi ndio tunaujua Uislamu. Wao wanakuwa wanakana makafiri, baadaye wanakana Waislamu, yani wanashare katika imani hizi mbili. Hawako wazi na si wa kweli katika kuendesha mapambano ya Kiislamu. Waumini kama wakisema kwa nini wale viongozi wanasema tunatumia hekima, kwa sababu nchi hii tumechanganyikana makafiri na Waislamu, kwa hiyo tutumie hekima. Kumbe ni mchezo unaochezwa wa kudhoofisha Uislamu na kumdhoofisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka nini kilichowakilisha kuwa Uislamu ni dini. Tulikwenda Malawi Blantyre kwenye conference kubwa la Kikristo. Ndugu zanguni, Ukristo sio dini ya Mungu, ni kampuni ya wazungu. Nisikilizeni kwa makini. Na wale Waislamu wanaotoka katika Uislamu wallahi wakaingia katika Ukristo, basi hawa wanaikimbilia jehanamu, na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama hatawahurumia kuwapeleka motoni. Mwenyezi Mungu atufishe tukiwa ni Waislamu. Nakumbuka tulipofika Malawi Blantyre, tulikwenda kwenye conference kubwa la Kikristo, crusade. Tulikwenda kwa ajili ya kuitangaza Injili. Tulikuweko mitume na manabii, wainjilisti, wachungaji, maaskofu kwa ajili ya kwenda kutangaza Injili. Kulikuwa na maaskofu kutoka Tanzania, mitume na manabii, wachungaji kutoka Tanzania, mitume na manabii, kutoka Uganda, mitume na manabii, kutoka Malawi, mitume na manabii, kutoka South Africa, mitume na manabii, kutoka Botswana. Lilikuwa ni crusade kubwa la kimataifa. Tumekwenda pale kwa ajili ya kuinadi Injili ili iweze kusonga mbele. Tulikuwa tukisema namna hiyo. Nakumbuka tulikuwa na mchezo wa kutengeneza paka viwete wa bandia. Viwete hawa ili kuwatengeneza ni kutaka kujifanya kwamba tunaponya na kumbe hatuponyi. Nakumbuka nilipokuwa Malawi Blantyre, niliweza kudhalilika sana kwenye mkutano wa Injili. Na wachungaji wote walikuwepo na mitume na manabii. Nilitangaza kwamba kesho ndio siku ya uponyaji. Kesho ndio siku ya maombezi. Wenye wagonjwa walete vitambaa vyao, nitaviombea katika jina la Yesu. Na kweli watu walikuja kwa wingi. Watu walimwagika karibu na maelfu ya watu kutoka pale Malawi. Tulikuwa mji mmoja unaitwa Blantyre. Nakumbuka kulikuwa na matajiri wakubwa wamepaki magari yao ya kitajiri. Nikapanda juu ya jukwaa, nikazungumza, nikahubiri Injili. Baadaye nikasema sasa nataka niombee wagonjwa. Na baadaye kwanza nikaitisha sadaka, ukapigwa wimbo wa sadaka. Baada ya hapo nikabariki sadaka. Baada ya kubariki sadaka nikasema sasa nataka niwaombee wagonjwa. Lakini katika ule mfumo wa kutoa sadaka kulikuwa na mama mmoja na mtoto wake ni kilema, anatembea na magongo mawili, miti miwili. Yule mama alikuwa ni maskini sana, lakini nikafungua Biblia nikasoma Luka 18 mstari wa 24. Yesu anasema tajiri ni vigumu kuingia ufalme wa Mungu, ni sawa na ngamia kupenya katika tundu la sindano. Nikasema matajiri yote hamtaufuata ufalme wa Mungu. Yule mtoto alivyosikia nimesoma maneno haya alihuzunika sana ndani ya nafsi yake, na yule mama akahuzunika sana. Alikuwa na kwacha 5 ameshika mkononi kwake. Kwacha 5 ni hela ndogo sana, ni kama shilingi 5 ya Kenya. Yule mtoto akamwambia mama yake, mama mpelekee mtumishi wa Mungu, amesema maneno mazito. Na mama anamwambia mwanae, mwanangu hii pesa ni ndogo, ipeleke wewe. Wakawa wanavutana mama na mtoto. Hatima yake mtoto yule alikuja na yale magongo yake mawili, akaja paka mbele ya jukwaa la mchungaji, akaweka ile kwacha 5. Na baada ya kuweka kwacha 5 akaona hii ni sadaka ndogo, wallahi akatoa na zile fimbo zake akanitolea mimi mtumishi wa Mungu, alafu akapiga magoti ili nimwombee aweze kutembea mtoto yule.
Alipopiga magoti ili nimwombee, nikanyosha mikono yangu juu mbinguni, nikamwambia Mungu kwa maneno ya Kikristo, Baba, najikabidhi kwako katika jina la Yesu mwana wako wa pekee. Naliinua jina lako Baba, uoneshe utukufu wako na miujiza yako hapa. Nikamkamata ule mtoto kichwani, na baadaye nikaomba maombi ya Kikristo, nikasema simama katika jina la Yesu. Lakini ule mtoto hakusimama. Nikaita jopo la mitume na manabii, nikasema mzungukani mtoto muombe, na wakaomba. Lakini mtoto, kila tunaposema katika jina la Yesu simama, mtoto hakusimama. Na baadaye tulimwambia mtoto, imani yako ndogo, nenda zako. Yule mtoto aliondoka. Tumekwenda watukufu wa Kiislamu mpaka headquarter yetu tulikuwa tukiishi. Nakumbuka ilikuwa ni 2:30. Tumekaa tunadiskasi namna gani ya kuweza kuendelea kuitangaza Injili. Nakumbuka, Mwenyezi Mungu ni shahidi, alisimama misionari ambaye anaitwa Hele Jonathan, akaniambia maneno yanayofuata. Akasema, Mwaipopo, tumefanya kazi ya kutangaza Ukristo miaka mingi, lakini katika historia tunaambiwa duniani kuna dini kuu mbili, Uislamu na Ukristo. Na tunapoambiwa Uislamu, wanasema Waislamu wenyewe kwa tafsiri ya neno hili ni unyenyekevu, amani na kujisalimisha mbele ya Mungu. Na tunaposoma neno Kristo, maana yake ni mtu mpakwa mafuta au aliwekwa wafu kuwa kuhani au nabii au masihi au Kristo. Kwa hiyo inamaanisha dini zipo duniani kuu mbili, na sisi sote tunakusudia kumtafuta Mungu ni mmoja, lakini tofauti yetu kubwa iko kwa Yesu na Mtume Muhammad ambaye ni mtume wa Waislamu. Sasa hebu tufikie sehemu tuangalie, yawezekana Waislamu ni waongo au yawezekana sisi ni waongo. Tufanye research katika vitabu vya Mungu, tuangalie ukweli baina ya dini hizi mbili, ipi iliyokuwa ya kweli na ya haki. Katika Ukristo akisema neno lolote mzungu, wewe ngozi hii huwezi kupinga, kwa sababu yeye ndio kakuletea dini. Lakini tulistajabu sana kwa kutuambia maneno yale, na tukamuona kama huyu mtu labda amepagawa na pepo wachafu. Tukamwambia, mtumishi wa Mungu, kwa nini unanena maneno yako? Akasema, ndio, tunaona tunafanya kazi kubwa sana, lakini ujumbe wetu haufiki kwa malengo tunayotarajia. Nakumbuka tulimwambia nini maana ya Uislamu. Wallahi akatuambia maana ya Uislamu ni neno la Kiarabu, tafasiri yake ni amani, salama na kunyenyekea mbele ya Mungu. Maana ya Ukristo akatutafasiria maana yake ni mtu mpakwa mafuta, kwa ushahidi wa Matendo ya Mitume, Bible Imprimatur 11:25, tafsiri ya maneno madogo pale chini. Akatuambia hii ndio tafsiri halali ya Ukristo. Akatuambia sasa tuangalie kama kweli Ukristo ni dini au Uislamu ni dini. Tukamwambia tutaangalia vipi? Akatuambia kwanza tutaangalia, je, Yesu ni Mungu au sio Mungu? Nakumbuka alitusomea aya moja anayopenda kuisoma hapa Bwana Mazinge katika Luka 2:21. Tulisoma aya hii tukakuta inasema, zilipotimia siku 8 za kumtahiri, mtoto alitahiriwa akaitwa jina lake Yesu. Akatuambia, mabwana, sisi tumesoma, na yeye alikuwa amegraduate, ni mtu msomi, tena ni doctor, ana PhD. Akatuambia, mabwana, kwa mujibu wa aya hii inaonyesha Yesu alitahiriwa na sifa ya Mungu. Mungu hawezi kutahiriwa wala karibiwa na kiumbe yoyote. Kwa hiyo Yesu sio Mungu, Waislamu wako sahihi. Tukamwambia, kwa nini unasema hivyo mtumishi wa Mungu? Akasema ndio. Tukamwambia, ili tusadiki kama Uislamu ni dini, tuoneshe Muhammad ndani ya Biblia. Akacheka sana. Akatuambia Muhammad yumo na vitabu vyote vya Kikristo vinamkubali Muhammad kuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tukamwambia kwa nini? Akasema ndio. Nakumbuka tulipokuwa chuo cha Biblia Kigoma, tunapoisoma Bible, tulikuwa tukifika baadhi ya aya tunaambiwa lukeni, mtakwenda mkaisome mbinguni mkifurahi na malaika. Kumbe aya hizo ndizo zinazomtabiri Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka yule bwana alitoa kitabu kidogo kinaitwa Breviary. Breviary, kitabu hiki kimeandikwa kwa lugha ya Kiebrania, kimetafasiriwa kwa lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili kwa vile vilivyopo katika nchi ya Mashariki. Yule bwana akafungua, nakumbuka ukurasa wa 223. Tukafungua katika Breviary, tukakuta Mungu mwenyewe katika kitabu kile anazungumzia kuhusu Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akatuambia wekeni mbali kitabu hiki. Akatufungulia Biblia hii inayosomwa na Wakristo wote ulimwenguni katika Yohana 16:7. Tukaisoma, tukakuta Yesu anawaambia wanafunzi wake, yawafaa ninyi mimi niondoke duniani kwa sababu mimi hamkuniamini, lakini tazama yuaja nyuma yangu, naye akishakuja Roho huyo
atakuja kuhakikisha ulimwengu mzima kwa habari ya haki, dhambi na hukumu. Tukajiuliza, huyu roho anayetabiliwa atakuja nyuma baada ya Yesu ni roho yupi? Akatuambia, nendeni katika Qur'ani ya Waislamu. Nakumbuka alitufungulia katika Qur'an sura ya 61 aya ya 6. Tukaisoma tukakuta Mwenyezi Mungu anasema, na wakumbusha aliposema Nabii Isa mwana wa Maryam kuambia Mayahudi, enyi wana wa Israeli, mimi ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu kwenu. Nimekuja kusadikisha yale yaliokuwepo kabla yangu mimi Yesu ndani ya Torati, na kutoa habari njema za mtume atakayekuja baada yangu, na jina la mtume huyo ataitwa jina lake Ahmadi au Muhammadi, na maana majina mawili yote haya ni moja. Akatuambia huyo nani? Tukamwambia huyu ni mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo haki tumeanza kuiona, lakini na kwenye Ukristo matunda ni mazuri na mkono unafika kinywani barabara. Sasa tukabaki kuwa ni wanafiki wa Kikristo. Kusilimu tunataka na Ukristo tunautaka. Tukabaki tuna heni. Akatuambia tunaendelea. Tukamwambia kuna hoja hapa. Vipi hawa watu wawe wa kweli katika Uislamu? Akatuambia tuchukue akili za kibinadamu. Ili mtu ajue dini ya Ukristo lazima akae na wachungaji, na ili mtu aujue Uislamu lazima akae na shekhi. Sasa tuangalie baina ya nchi ya Mashariki ya Kati na nchi za kimagharibi, ni nchi gani zilizopata bahati ya kukaa na manabii wa Mungu? Tukamwambia uko right. Akatuambia binadamu wa kwanza kuumbwa duniani Nabii Adamu. Adamu aliishi nchi gani? Tukamwambia kwa mujibu wa Biblia ni Mesopotamia. Akatuambia Mesopotamia ni nchi gani? Ndio iliitwa Babeli au Babyloni. Sasa hivi ndio tunaita Iraq. Mji wake mkuu ni Baghdad. Akatuambia hapo Iraq ndipo alipoishi Nabii Adam. Hii ni Mashariki ya Kati, ghuba ya Wajemi. Mungu anawapelekea Waarabu kwanza mtume, sio wazungu wala sio Marekani wala sio Wafaransa. Anaangalia watu wa Mashariki ya Kati. Tukaja kumwangalia nabii wa pili kuishi pale, tukamkuta Nabii Nuh, Lut na Nabii Ibrahimu. Hawa wote walikuwa manabii kwa wakati mmoja, ila walikuishi nchi mbili tofauti. Wote walizaliwa Iraq. Kwa historia ya Biblia, Ibrahim alipambana na mfalme mmoja anaitwa mfalme Nimrod. Akahama pale nchi ya Iraq, akaelekea nchi moja inaitwa Palestine au Palestina ya sasa. Kwa mujibu wa Biblia ikatuelekeza encyclopedia ya Roman Catholic kwamba Ibrahim alihama pale akaenda Misri, Egypt. Akapewa mjakazi ambaye ni Sarai. Akatoka pale akaenda moja kwa moja paka Palestine akiwa na ndugu yake Nabii Lot. Wallahi yule Msudi akatuambia hii yote ni Mashariki ya Kati. Mungu anampeleka nabii wake Palestina, hakumpeleka Ulaya wala Ufaransa. Tukaja kumwangalia Ibrahimu, yeye ndio alitoka pale akaenda moja kwa moja paka nchi inaitwa Saudia. Mwanzo kwa mujibu wa historia katika Biblia ilikuwa inaitwa Paran, ikaitwa Hijaz, sasa hivi inaitwa Saudia. Pale ndipo alipoishi Nabii Ibrahim na Nabii Ismaili, na ushahidi wa kukaa pale tukakuta maji ya Zamzam yametokana na Nabii Ismaili alipolazwa chini akasaga miguu yake, maji yale yapo paka leo. Tukakuta kuta mbili za Al-Kaaba ziliinuliwa na Nabii Ibrahim na Nabii Ismaili, na ushahidi wa mambo yote haya ukisoma katika Mwanzo 14 mstari wa 21, historia yake ikatueleza huyu Nabii Ibrahim. Yule Msudani akatuambia Mashariki ya Kati Mungu anawapelekea nabii hawa Waarabu, sio wazungu tena. Tukaja kumwangalia Nabii Musa, alizaliwa Afrika hapa Misri, Egypt. Akaua mtu akakimbilia nchi moja inaitwa Madian kwa mzee Shuaibu. Sasa hivi tunaita Lebanon. Hii ni Mashariki ya Kati, taifa la Arabu. Mungu anapeleka mtume wake, sio Marekani wala Ufaransa wala Roma wala Italy. Tukaja kumwangalia Nabii Yahya ambaye tulikuwa tukimuita Yohana Mbatizaji. Yeye tukamkuta moja kwa moja aliishi Syria na kaburi lake lipo Syria mpaka leo. Tukaja tukamwangalia nabii wa mwisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye amefia Maka, amezaliwa Maka, amekwenda kufia Madina. Tukaja kumwangalia Nabii Suleiman na Nabii Daudi. Hawa wote waliishi Palestine, na ushahidi kukaa pale msikiti mkubwa Bethlehem Kadas ulijengwa na Nabii Suleiman, na leo unataka kuchukuliwa na Mayahudi. Wallahi billahi tallahi thumma wallahi, yule Msweden alishika kichwani akasema, iwapo kama Waarabu ndio wamepata bahati ya kukaa na manabii na kuona manabii na historia yote ya unabii iko katika nchi zao, vipi sisi wazungu tutajua dini ya kweli? Kuna mtume yote aliyeishi Ufaransa au Canada? Tukasema hapana. Sasa vipi tukatee ukweli huu? Yule bwana akatugeuzia akatuambia, sasa tuangalie nini maana ya Ukristo. Ukristo na madhehebu mengi. Dhehebu la kwanza kabisa duniani kuasisiwa ni Roman Catholic. Kwa hiyo ukiitwa wewe una dini gani, ukisema mimi ni Mroma, umesema wewe ni raia wa Roma, bado hujakuwa na dini. Tueleze dini yako.
Ukisema mimi Mkatoliki, Katoliki ni neno la Kilatini, tafasiri yake popote pale. Kwa ukisema mimi ni Roman Catholic, umesema mimi raia wa Roma popote pale, huna dini. Tukaja tukaangalia, ukisema mimi dhehebu langu Anglikana, Anglikana imeanzishwa na Waingereza na makao makuu yake ni Uingereza. Kwa hiyo bado sio dini, tueleze dini yako ni nini. Ukija ukisema mimi ni Protestant, Protestant imeanzishwa na Martin Luther kule Ujerumani, aliyekuwa Mkatoliki, akawa na upinga Ukatoliki, akaanzisha dhehebu lake linaitwa Lutheran. Yani jina lake Martin Luther akalifanya kuwa dini. Kwa ukisema mimi ni Lutheran, umesema mimi kibaraka wa Martin Luther. Ukisema mimi ni Protestant, unasema mimi ni mpingaji wa Kijerumani. Waarabu wanaita kafiri, Waingereza ndio Protestant, kwa Kiswahili mpingaji. Kwa tukajikuta hatuna dini. Tukisema sisi ni wa Pentecoste, Pentecoste ni siku kwa mujibu wa Biblia Matendo ya Mitume 2:1 ilipotimia siku ya Pentecoste. Tukisema sisi ni Assemblies of God, yani mkusanyiko wa watu wa Mungu, ni dini? Sio dini. Na Assemblies of God imeanzishwa na Marekani, Free Pentecost Swedish imeanzishwa na Sweden, Lutheran imeanzishwa na Wajerumani, Anglikana wa Uingereza, Roman Catholic wa Italiano. Tukajiuliza kuna mtume alikaa Italy? Kwa tukajikuta hatuna dini wala hatuna Mungu wala hatuna mtume. Nakumbuka tuliingia ndani ya ndege moja kwa moja mpaka Dar es Salaam mpaka Zanzibar. Wallahi watukufu wa Kiislamu, tulipofika Zanzibar, nakumbuka yule Mswidi alituletea Qur'ani ya tafsiri ya Sheikh Abdallah Farsi, akatufungulia katika Qur'ani sura ya 3 aya 85 kama sikosei. Mwenyezi Mungu anaposema na yoyote yule atakayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, basi dini hiyo kwake haitokubalika na kesho akhera atakuwa miongoni mwa wenye hasara. Ndugu zangu, tulijikuta sisi hatuna dini, hatuna Mungu, hatuna mtume, hatuna kitabu, hatuna nabii. Sisi ni watu wa jehanamu. Tulijiuliza tufanye nini? Nakumbuka tuliondoka mimi Mwaipopo, Msweden ambaye alikuwa ni misionari. Tukaondoka na nabii na mtume mmoja alikuwa anakaa Mwanza. Tukaenda moja kwa moja mpaka kwa Sheikh Nasolo Bachu pale Zanzibar. Msikiti mmoja huko Raha leo ni maarufu msikiti. Tukamuuliza Sheikh huyu, tukaambiwa huyu Sheikh hayupo, yuko msikiti mkubwa eneo moja wanaita Kikwajuni. Tukaenda mpaka kwa Sheikh Nasolo Bachu. Tukamwambia Sheikh, tumekuja tunataka kujiunga na Uislamu, bei gani? Akasema hakuna malipo, vueni suti mnaingia katika Uislamu. Nakumbuka alituchukua paka ofisini kwake akatuhoji, mmelazimishwa? Tukamwambia kwa hiari yetu. Yule bwana alitutamkisha shahada, na baada ya hapo akatuambia lazima mpate foundation nzuri ya Uislamu, kwa sababu Uislamu sio kanzu na kilemba. Uislamu kwanza ni ndani ya nafsi ya mwanadamu. Nakumbuka tulikaa na Sheikh Nasolo Bachu ili akitupa foundation nzuri ya Uislamu, na baada ya hapo tulianza ziara ya kutembea nchi nyingi kwa ajili ya kuhamasisha Uislamu na kutangaza Uislamu. Mswalieni mtume wa Uislamu. Nakumbuka ndugu yangu Mswideni, tumekuwa naye maeneo mengi sana ya kutangaza Uislamu. Tulikuwa naye Nigeria Lagos, tukaenda South Africa Durban, tukaenda Johannesburg, tukaenda naye Cape Town, tukatoka hapo tukaenda Swaziland, tukatoka hapo tukaenda moja kwa moja Mozambique, tulikuwa Maputo, tukaenda mji mmoja unaitwa Nampula, tukaenda mji mmoja unaitwa Msimbwa, tukaenda mji mmoja unaitwa Palma. Tukatoka naye hapo tukaenda demokrasia ya watu wa Kongo, tulikwenda Kinshasa, tukaenda Lubumbashi, tukaenda Monadito, tukaenda Bakongo, tukaenda Bandundu, tukaenda Mbujimai. Tukafanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na maeneo mengineyo yote tumeweza kutembea tukifanya harakati nzito kabisa ya kumtangaza Mungu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mswalieni mtume wa Uislamu. Nataka nihitimishe na jambo moja. Watukufu wa Kiislamu, Uislamu ni dini ya Mungu. Na anayepinga apinge kwa kibli chake, lakini Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu. Na laiti ingelikuwa sio dini, basi kwa nguvu walizonazo wa Kristo na uwezo wa organization walionayo wa Kristo na jinsi Waislamu walivyokuwa separate, basi Uislamu usingebakia mpaka dakika hii. Wallahi nakuelezeni, Uislamu usingebaki. Wakristo wameshajiorganize, wana nguvu za kiuchumi, wana nguvu za utawala, wana nguvu za kidola. Waislamu wana uchumi kwa mtu mmoja mmoja, uchumi wao hawajauweka sehemu moja. Kila mmoja na uchumi wake anauangalia yeye. Tena baya zaidi Waislamu, mtu akishakuwa tajiri anamdhalau mpaka shekhe, anamdhalau imamu,
akijenga msikiti anataka imamu awe chini yake, na anamwambia huu msikiti ni wa kwangu na nimejenga mimi. Kwa hiyo wewe na kwa ajili tu hapa kazi yako ni kusalisha tu. Mtu akitaka kuzungumza mwambie paka nione mimi. Vinginevyo hapa asemi mtu. Hili ndio tatizo liko katika dini yetu. Hili la kwanza. Nakumbuka siku moja Tanga pale, nilikuwa nimetoka Lushoto kule milimani, nimefanya dawa, nimekuja Tanga mjini barabara ya 15. Nikamkuta imamu, nikamwambia shekhe, nataka nizungumze na Waislamu niwasalimie. Imamu akaniambia kama unataka kusalimia kama mlangoni, kila anayetoka mwambie salamu alaykum. Wallahi Waislamu. Nikamwambia shekhe, nataka nisimame hapa kibla nitoe mawaidha kidogo. Akaniambia mawaidha gani? Kama mawaidha nenda kawasilimisha wa Kristo kanisani, sisi tutawasomesha dini hapa hubiri chochote. Nikamwambia nataka nikumbushe. Akasema utakumbusha nini? Qur'ani imeshatukumbusha na mtume, wote una mapya. Nikamwambia shekhe, mimi nitasimama kwa nguvu hapa, huu msikiti wa Mungu. Wallahi akaniambia msikiti wa Mungu, Mungu alileta tofali hapa? Imamu akaniambia maneno haya. Nini? Ukimuuliza anasema huu msikiti amejenga tajiri, na tajiri amesema ni marufuku mtu asizungumze msikiti huu. Sasa haya ni matatizo yameketi katika misikiti yote Afrika Mashariki. Ni misikiti michache inayojitambua. Unamkuta imamu amesoma dini Maka, Madina, kasoma dini Misri, kasoma dini sehemu zote za Kiislamu Sudani, lakini akifika nchini yako wake Kenya au Uganda au Tanzania, yule imamu anakuwa chini ya matajiri. Kwa hiyo asemi lolote. Imamu anakuwa kazi yake ni kusalisha na kuambia watu wafunge vilemba, basi hakuna harakati yoyote ya dini inayozungumzwa pale. Kwa sababu yeye kishapewa dola 200 na kikengeuka anaambiwa basi utakula misahafu na vilemba vyako, utakiondoka tutaleta mtu hapa atafundisha dini. Na imamu kwa ajili ya njaa anakubali maskini ya Mungu, anasema basi kwani msikiti wazungumzi mtu. Haya ni matatizo ambayo matajiri wetu wallahi billahi watakwenda kujibu kesho kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wanawadhalilisha mashehe, wanawadhalilisha wana wa vioni, hawawaheshimu mashehe kama tulivyokuwa tukiheshimiwa katika nyumba za ukafiri hapo zamani. Kipindi cha nyuma nakumbuka mimi nikiwa nabii na mtume, wewe muumini wewe ukanifanya chochote wewe utanifanya nini mtume? Utaniambia nini? Kwanza kanisani kwangu kulikuwa na fungu la 10. Fungu la 10 inamaanisha kila Mkristo anayefanya kazi mwisho wa mwezi lazima akate percent yake aniletee mimi mtumishi wa Mungu nile. Na ninamwambia mimi nahubiri injili, nitaishi kwa hii injili. Na huna swali la kuniuliza. Huna swali. Ukiniuliza mtumishi wa Mungu unaniuliza unataka ufanye nini? Unamhoji mtumishi wa Mungu. Ninakwambia mimi nimepewa dhamana na Mungu duniani. Nitakalolifunga duniani na kwa Mungu limefungwa, na nitakalolifungua duniani kwa Mungu limefunguliwa. Wewe unanihoji mimi mtumishi wa Mungu? Na maneno haya hayana ushahidi, na anaondoka pale kafiri amesujudu kabisa na anasalenda, anasema mtumishi wa Mungu amesema. Mtumishi wa Mungu baba mchungaji amesema. Lakini katika Uislamu nidhamu hii haimo na haipo na haitokuwepo, kwa sababu kila mmoja anajua lake. Akisimama shekhe watu wanasema huyu answali sunna, anatuambia nini? Usianswali tu. Jamani, kwani anatetea uanswali? Answali sanafuata Qur'ani na sunna. Kuna tatizo hapa? Akisimama mtu wa maulidi kasema kwa sababu anakula maulidi, anasema mtu anamjaa huyu khulafi huyu. Atatuambia nini khulafi, mtu wa bid'ah huyu? Ondoka zako hapa. Jamani, mbona hili tatizo dogo tu? Kwa nini mbona Wakristo kuna Anglikana, kuna Sabato, Lutherani, Moraviani, Protestant, hawa wote Wakristo na kila mmoja na kanisa lake, lakini kwenye masuala ya kuumiza Uislamu wanakuwa kitu kimoja. Wanaacha tofauti zao. Sasa unafiki wa viongozi wa juu ndio Uislamu kutokuelewana kwao. Uislamu ndio unakuwa makundi. Waislamu wana mapesa, lakini mapesa yale hayana kazi yoyote wala hayana tija katika jamii ya Kiislamu. Hayana tija kabisa katika jamii ya Kiislamu. Angalieni mfano kidogo Somalia. Yule kijana ambaye anajifanya sharifu ndio rais wa Somalia, yule ni mnafiki. Yule kijana ni mnafiki. Yule mwanzo alikuwa na hawa wali shababi, alijifanya yeye anasimamisha mahakama ya kadhi pale Somalia. Na baadaye akafuatwa na Marekani akaambiwa hiyo acha nini bwana, wewe njoo tutakupa uraisi, tutakulinda na kadhalika. Na kweli sasa hivi anawaita wale terroristi, yeye ni mtakatifu, yuko nyuma ya Marekani. Sasa huu ndio nini? Huu ndio unafiki. Sura ya unafiki ndio hii. Huu ndio unafiki. Kwa ndugu zangu Waislamu, mimi nasema kwamba leo ni siku ya mwisho, kesho ni siku ya mwisho. Haya maneno nayazungumza wallahi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Naogopa kesho kuulizwa na Mwenyezi Mungu,
uliusaidia nini Uislamu kwa njia ya kusema? Mimi kazi yangu ni kusema, nyinyi Waislamu sasa kazi kwenu kuangalia namna gani tutakapoendesha harakati za Kiislamu. Waislamu Afrika na Mashariki tumeshindwa hata kujenga hospitali moja ya Kiislamu. Hata university moja ya Kiislamu hatuna. Mombasa Waislamu matajiri bilionia mpo, lakini mmeshindwa kujenga hata hospitali moja ya Kiislamu, hata university moja ya Kiislamu. Ni aibu, hata television moja ya Kiislamu hakuna. Makafiri wana mavyuo vikuu karibuni 17 Kenya hii. Waislamu hata kachoka kuka moja hakuna. Hicho kinachojengwa Mombasa bado ni mtihani, kinasuasua, kinaenda kwa kujivutavuta, lakini Waislamu ndio mabilionea. Pesa zinafia benki, pesa zinafanya mambo mabaya kabisa za Waislamu, lakini dini ya Mungu haisaidiwi, imebaki kuwa ni yatima. Dini ya Mungu imebaki kuwa ni yatima. Mkeo wewe, mke wangu akiugua nampeleka KCMC Moshi pale, ile ni Christian Lutheran Tanzania, ile Lutheran. Unamkuta askofu ndio daktari, analimsalaba amevaa, anakwambia wewe ndio Abdalla Muhammad, yeye mke wako kavaa safi kajihifadhi kama mnavyoona mama zetu. Anaambiwa mama pita, anafunga mlango, anajifungia yeye na mkeo tu chumbani. Alafu umebaki nje na litasbihi lako subhanallah. Subhanallah nini wewe? Mjinga tu wewe. Wewe unafikiri mtume angekuepo angekuwa mjinga namna hii? Alafu anamwambia mkeo lala kitandani, lala. Vua baibui, vua hapa sio msikitini, vua. Anamvua, anampima, anamshikashika tumboni, sehemu za siri anamshikashika, anamaliza basi mama una tatizo nini? Tatizo hili ndio unishikashika tumboni. Alafu toka vipi amekupima? Amenipima. Sasa tatizo nini? Sasa Waislamu gani wa namna hii hatuna tafikira bwana? Hata wivu kwa wake zetu hatuna. Tukiamka tunaingilia huku tunatokea huku. Waislamu ndio bilionea. Sasa kwa nini tunakuwa dhalili namna hii? Vitu vinne tunavyo. Wallahi ndugu zanguni, kwanza walafi, wabinafsi, wachoyo, waongo, husuda. Tukitoa vitu vitano hivi sana tutadvance. Hakuna tatizo lolote. Vitu vitano tukiviondoa katika nafsi zetu, Waislamu tutasimamisha la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, tutasimamisha. Lakini vinginevyo ndugu zanguni, tutakuwa wengi, lakini wingi wetu utazidi kujenga misikiti, itamea kila kona, watu watasali, lakini maasi yatashamiri kwa sababu ya kutokuwa wa kweli katika harakati za dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu kwa hali tulionayo tumefika pabaya kabisa, na Mwenyezi Mungu tukifanya mchezo atatutia motoni siku ya kiyama. Mungu atunusuru na adhabu yake. Ndugu zangu Waislamu, mimi nimeyasema haya si kwa lengo la kukashifu Uislamu au kutukana matajiri. Nina imani kwamba matajiri ndio chachu ya dini, tutake tustake. Kama matajiri watakaa mbali na dini, ina maana itakuwa sio dini tena, ni usanii. Matajiri ndio chachu ya dini, mashehe ndio dila ya Uislamu. Na ndio maana Mungu akasema enyi mlioamini mtini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wale wenye mamlaka miongoni mwenu. Ina maana wana wa vioni tuwatii na tuwaheshimu. Leo mwana wa chuoni anakuwa chini ya tajiri, hana kauli kwa tajiri. Sasa huu ni msiba wa tukufu wa Kiislamu. Namalizia na kusema ndugu zanguni, leo ni siku, kesho ni siku ya mwisho kufanyika muhadhara hapa. Wallahi ni siku ya mwisho. Tunaelekea bara huko. Mwenyezi Mungu kama hatutukutanisha hapa, atukutanisha siku ya kiyama peponi. Tuseme amina. Mimi leo ninachotaka kusema ni kwamba yote tuliyofanya hapa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume. Na pili, nawashukuru sana Waislamu wa Mombasa, wazee kwa vijana, baba zangu, kaka zangu, mama zangu. Mwenyezi Mungu sote atuingize peponi na tukusanye siku ya kiyama kama tulivyokusanyika hapa. Wallahi leo nataka tufanye tukio la kihistoria, na Mwenyezi Mungu ni shahidi. Katika ziara hii itakuwa ni ziara ya aina yake, ya kutoka katika mji wa Mombasa kwenda bara. Mimi nahitaji, japokuwa muda umekwenda na ni wakati wa magharibi, lakini naomba kwa umma ulioko hapa leo hii, wallahi kila Muislamu basi akae angalie nafsi yake ataisaidia nini kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Hiki utakachoniletea hapa ndicho kitakachokunusuru kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa haraka tu hapa nataka, naamini ukiona kama ukutoa leo, basi Mungu aje kuchagua wewe. Kaa utulie.
mimi nipate kwa haraka haraka tu hapa kabla ya magharibi. Nataka watu 30 tu wenye shilingi 1000 haraka. Sipendi niseme sana niende kulia wala kushoto. Wallahi, Mungu ni shahidi, tumeacha ukafiri, tumeacha vyote vya dunia tukakuelekea Mwenyezi Mungu. Na mimi nawaeleza haya waja wako kwa sababu ya dini yako. Watakayosadiki na magharibi hii basi wasadiki, watakaogoma na wagome. Wewe ndio ni shahidi kwa Mwenyezi Mungu na siku ya kiyama. Nataka nipate watu 30 wenye shilingi 1000 baada ya azana hii, na wote tuseme inshallah. Kosa siku hizi, angalia nafsi yako imempa nini Mwenyezi Mungu. Umemtoloka siku zote hizo Mwenyezi Mungu. Leo ndio siku yetu ya mwisho, kesho siku ya mwisho. Sasa uiangalie nafsi yako kwa siku hii ya mwisho, umempa nini Mwenyezi Mungu. Inshallah Mungu akulipeni vijana wenzangu. Haya, wakati unaendelea kutoa ili zoezi tutarudia baadaye. Kwa hiyo tuje kwa haraka, tuje kwa haraka kwa sababu kuna makafiri pale. Baadaye tutarudia ili zoezi kwa sababu muda kidogo umekimbia. Wanaeleta walete zoezi tutalirudia, lakini tuhakikishe kwamba leo ndio kifo cha wale mapasta. Waislamu tukaswali alafu baadaye turudi. Wanataka kuleta inshallah walete hapo.